ili kutimiza haki yake ya kikatiba siku ya leo tarehe 29 na kuhakikisha kwamba anapiga kura kwa kuchagua viongozi, na maanisha sasa hapo kwenye nafasi ya mbunge na nafasi ya rais. Hatujui labda pengine udiwani ataamua kutoa nafasi kwa mtu mwingine, lakini hicho nadhani wote tunajua hakiwezekani. Anatoa kitambulisho chake pale, ama tunasema kichinjio, kwa ajili sasa ya kuweza kutimiza haki yake. Moja ni kupata uhakiki kwenye daftari, kuangaliwa kwenye daftari, je, yupo kwenye kituo hiki cha kupiga kura. Lakini pili, ili kuweza kuanza moja kwa moja, amepatiwa kiti hapo, ameketi kwa utulivu kabisa, huku mkononi akiwa ameshikilia kichinjio, na maanisha kitambulisho cha mpiga kura. Hapa ni Kariakoo Msimbazi, ambapo nikukumbushe tu Haji Sunday Manara ni mgombea wa nafasi ya udiwani kwa eneo hili la Kariakoo. Mkaguzi akikagua pale, je, yupo, na amemwona bwana yupo, ameweka tiki, na sasa amekaribishwa kwa ajili ya kuweza kukabidhiwa fomu ya mpiga kura, ambayo hii sasa ndo itamsaidia yeye kuweza kuchagua viongozi pale. Fomu ikiwa imeonyesha kabisa kwa uzuri picha za wagombea, nafasi za wagombea wanazogombea, lakini pia vyama vya wagombea ambavyo wanagombea. Akipatiwa fomu sasa, ambayo pia ikiwa imejitosheleza kwenye swala zima la maelekezo la namna gani anaweza kutumia fomu hiyo. Hapa ni Kariakoo, Dar es Salaam, eneo la Msimbazi. Fomu ikikunjwa vizuri kabisa kwa ajili ya kukabidhiwa sasa, aende kwenye eneo la siri kabisa, ambapo hapo ndio anafanya sasa uchaguzi wa nani anamchagua na nani anataka amwakilishe kwenye miaka 5 ya uongozi. Kumbuke nafasi ni 3 katika uchaguzi huu mkuu: diwani, ubunge pamoja na nafasi ya urais. Haji akiwa ni mgombea wa nafasi ya udiwani katika eneo hili la Kariakoo. Fomu zikigongwa muhuri kuidhinishwa kwamba ni fomu halali kabisa na zimepitishwa na Tume ya Uchaguzi nchini Tanzania. Fomu ziko 3, na maanisha fomu ya udiwani, fomu ya urais pamoja na fomu ya ubunge. Akielekezwa sasa eneo ambalo huko ndiko atafanya maamuzi. Ni eneo la siri kabisa, na ndio maana unaambiwa kura ya Mtanzania ama kura yako wewe ni siri baina yako wewe mwenyewe, kalamu na karatasi ambayo unakuwa umepatiwa na afisa anayesimamia eneo zima la kupigia kura. Sasa ukishapewa fomu unapewa na kichinjio chako, na ndio maana tunasema hicho ni kichinjio kinachoamua Tanzania yako ya leo, ya sasa na ya baadaye. Kama unaona mbele yangu yakiwa ni maboksi 3. Kuna boksi la udiwani ambalo hili mfuniko wake ni rangi nyeupe. Hili ni boksi la udiwani, lakini kuna
boksi lenye mfuniko mweusi, hili ni boksi la mbunge. Nafasi ya ubunge tunatumbukiza pale. Alafu kuna boksi lenye mfuniko wa rangi ya blue, hiyo ndio tofauti. Hilo linaamua umemchagua rais yupi. Kwa hizo boksi tatu hapo ndio zina maelekezo mazuri kabisa. Nafasi ya udiwani ni boksi yenye mfuniko mweupe, boksi lenye mfuniko mweusi ni ubunge, boksi lenye mfuniko wa blue ni rais. Lakini pembeni ya hayo maboksi yupo msimamizi hapo wa kituo ambaye sasa yeye ana kikopo ambacho ndani yake ni wino. Huu sasa unahakikisha kwamba sasa umepiga kura, kwa kumaanisha kwamba ukishamaliza kuamua kwenye kiboksi ambacho kimetengenezwa maalum kwa siri kabisa, unatumbukiza hapo kama ambavyo unaona Haji Sunday Manara akielekezwa hapo, anaelekezwa hapo. Sasa unatumbukiza ya rais, akitumbukiza vizuri kabisa, na fomu yake pia ina